Tushukuru Mungu hata kwa hiki kichache. Ama kifo ni kifo tu. Acheni kuleta taharuki. Lakini hapa najua mapema kabisa mupo watakatifu sana, ambao mnasema kuonekana ni kama umefurahia ni ishara kwamba huna msamaha. Basi mimi nikwambie, ikiwa unasoma Biblia huna msamaha na huendi unakoita mbinguni, kwa sababu Biblia tunasema kifo, tunaonyesha kufurahia kifo cha Farao, tunaonyesha kufurahia kifo cha Herode, tunaonyesha kufurahia kifo cha askari waliokuwa wanaenda kumtupa Shadraka, Meshaki na Abednego, tunaonyesha kufurahia kifo cha Haman aliyetaka kumwangamiza Mordekai. Kwa hiyo wote sisi hatuna msamaha. Walioonyesha ni kufurahia vifo vile hawana msamaha. Kunguni wewe, mbwa wewe, taira wewe, ndio uliye na msamaha. Naomba ijulikane kwamba utakapokuwa au unayempenda atakapokuwa na kufa, mwambie atengeneze namna ya kusemwa vizuri atakapokuwa amekufa. Nje na hapo, akiwatendea watu mabaya ama akawa mnufaika wa utawala unaokuwa umetendea watu mabaya, atakapokufa watu wataona ni kama ni dalili za Mungu kuwakumbuka. Narudia tena kwambia, taira wewe sio mtakatifu kihivyo. Jifunze, unapoona watu wanafurahi wewe likutabaya ama umekufa, jifunze kujua alifanya nini huyo mtu ambaye watu wanafurahia. Usipite njia hiyo, lakini sio kila kitu utake watu waseme unavyotaka na ukimaisha ndio msamaha. Na katika Biblia unayoisoma ina watu walipata mabaya na wewe unashangilia kwamba Mungu alitenda walipopata mabaya. Ingawa mimi kwa uwezo wa kimungu nafahamu kwamba kundi fulani la mashetani linaweza likawa nasema mnafurahia kwamba ni mwanzo wa ushindi, wakati ni sisi wenyewe naye huyu pengine tulimuweka kwenye kundi la wasiostahili kuishi. Sababu inawezekana kwenye lichama lao huko watu wengine unayefuatilia vitu kwa jicho la kimungu, unaweza kuwa unaona hawa ambao wanaweza kawa wamekosa vinafasi ambavyo walijuaga ni halali yao kwa damu, kwa kilio, kwa uchawa. Inawezekana ndani walikuwa na picha kwamba hivi tunafanya kwa nje tu, lakini ndani sisi tuna huruma juu ya watu. Na huenda wakawa na kigenge fulani kinachoonekana tuko upande wa haki ila kwa siri, na huenda upande wa pili wa mashetani ukawa ndo unaweka kwenye kundi la wasiostahili kuishi, wasioitakia mema nchi, wasiotakiwa kuwa hai, wakawa wanawafinya na kuwaondoa mapema. Mimi nikwambie tu, mashetani hata yakiuana yenyewe, kama ni mashetani hapa yameuana yenyewe, kama ni mambo ndo yanakuwa hivyo kwamba pengine hawa wanakuwa wamekosa vya kukosa, huenda mashetani fulani yanaona hawapaswi kuwa hai. Mashetani hata yakiuana yenyewe kwa yenyewe ni ushindi kwa Mungu. Mungu kuna mahali pengine aliwaambia watu wa Mungu, kaimbeni tu nyie, imbeni tu, iwe na filimbi, iwe na zeze, iwe na hawa mataifa yaliyoalikana kwa ajili ya kuwaua nyie, watauana wao wenyewe. Kwa hiyo naomba tu uelewe kwamba msio kadhani kwamba wanafurahia wakati sisi mashetani wenyewe sisi hatufia. Utakufa tu shetani. Hata mnaoelewana sasa, sio kwamba wote mna nia moja.
Kwa na nyie mtatibuana tu, bado na nyie mnaoneana shaka mahali fulani. Kwa na nyie mtatibuana tu shetani, nielewe, mtatibuana tu na mtafikiana, hata nyie mliopete na kidole. Tushukuru Mungu hata kwa hiki kichache. Ama kifo ni kifo tu. Acheni kuleta taharuki. Naamini komenti hii watu wote walioko CCM wanategemea ni komenti itakayopamba vifo vyao. Wanufaika wote walioko serikalini karibia 100% wanaofanya kazi serikalini wanaonekana ni wanufaika wa dhuluma ama utawala ama mamlaka, hasa walio na vyeo vya juu vya uafisa kuu, umeneja, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, meneja, afisa elimu, mkurugenzi, TRA, polisi wote, wakuu wa vyombo vyote. Naamini watakapotangaza kifo chake, anategemea hivyo watangaza kifo cha mtoto wake, dada yake ama wazazi wake, anategemea komenti hii. Tushukuru Mungu hata kwa kichache hiki, ama kifo ni kifo tu, msilete taarifa za taharuki. Na komenti nyingi zinazofanana hizi anajua ndizo zitakazopamba, vinginevyo asitangaze kabisa kwamba kifo kimetokea. Najua mupo mnaosema wala itutishi. Nikwambie tu, hujafika kuwa shetani kiwango hicho. Hujafika. Nafsi yako na moyo wako unakuambia ilitakiwa mwisho ninapoondoka duniani nionekane nilikuwa nahitajika, nionekane nilikuwa muhimu. Nikuhakikishie hujawa shetani kiwango hicho. Hakuna mtu asiyependa mazuri. Hakuna mtu asiyependa kusemwa vizuri, na hasa asipokuwepo. Swali inaweza, mchungaji, sasa tutafanyaje? Mchungaji, sasa tufanyeje? Tunataka tungefuta hii. Mimi binafsi ningefuta hii. Kama ulivyoiandika kwa furaha, kufanya ili ufute na utengeneze namna ambayo hata ukiondoka watu waje wakuone ulihitajika. Utafuta kwa jasho na kwa machozi, na inawezekana kabisa utaona ni kama wale wanaoandika tattoo. Anapoandika anajiona, yani ule usela na atakavyoonekana na ile tattoo, aonage maumivu. Lakini ikifika mara pengine alimchora ni mpenzi akamdisappoint, akatafuta kuifuta, au kitu ambacho alikuwa anakiwekea pale anaona hakina maana tena, akatafuta kukifuta, huwa anakuwa na majuto ya kila aina. Najua cheo ulicho nacho sasa hivi kitamsa, ajira ulionayo tamsa. Ni kweli na wewe una maneno. Hata sisi hatupendi hiki kinachofanyika, hatupendi. Huko ndo kuchora tattoo ya mpenzi, huko ni kuchora tattoo ya mpenzi. Unafikiri wanaochora tattoo wanapenda? Haiwi rahisi, kuna vitu vinauma. Lakini kuna disappointment kitokea kakudisappoint, unataka kuifuta, ndo utajua nilifanya upumbavu kuchora tattoo kuonyesha mapenzi. Ni kujulisha jambo moja, unaweza ukaifuta tattoo kwa njia salama. Kwanza nikwambie, kwa mfano Polepole alikuwa kwenye tuhuma mbaya. Swali ni je, Polepole sasa hivi hayupo
kwamba amefariki au itakuja kujikana amefariki. Unafikiri atatajwa kwamba kifo ni kifo tu, tushukuru Mungu atakuwa kichache? Hapana. Polepole aliifuta tatu, lakini njia aliyofuta pengine imepelekea hata awe kwenye hiyo sintofahamu. Hakuna namna utakuja uonekane ni binadamu uliyeko CCM, hasa kwa sisi tunaolia kwa tulio watoto wetu wameuawa wasio na hatia yoyote, hawakuchoma miundombinu yoyote, kwa sababu tu CCM mliona mtu anayepinga uovu kwenu ni adui. Mtu anayesema mabaya haya mbele yatakuja kukufanya uonekane shetani, usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. CCM, vyombo vya dola, mmeona njia pekee ya nyie kubaki mlipo. Watu kama hao kuwaita wanaharibu, hawaitaki mema nchi. Kwa sisi tunaolia, sitakuja kuona CCM vyombo vya dola ni binadamu. Si mimi nayesema kifo ni kifo tu au tushukuru hata kwa hiki chache, lakini kimsingi mimi sioni maana ya wewe kuishi. Sioni, naweza niseme chochote, lakini sioni maana ya wewe kuishi. Najua na wewe huoni maana ya mimi kuishi. Kwa nini nalia umeua mtoto wangu? Kwa nini nalia hujajiuzuru? Kwa sababu mimi nasema waliokuweka wewe kwenye nafasi ulionayo unaopigania wewe wameua mtoto wangu, na wewe najua unanishangaa. Watu sasa wanalia watu wao wameuawa, hawajui hata miili iliko. Watu wameuawa, mmeweka wapambe. Nimesikia wanaongozwa na Kenan Kiongozi. Nimeona hizo komenti zinazowekwa hapo kama ndo anayeongoza hao. Mmeweka vijana ambao wenyewe wakiona tu posti za mtu ambaye hasa ni kama mpinga maovu, ni kutukana tu, wanashindana na kivuli. Taa kidogo, mwanga kidogo wa kiberiti na uwezo wa kufukuza giza nene mahali ambapo watu wengi walikuwa wanashindwa kuona. Neno la Mungu halina mnashambulia kiasi gani, alimadamu neno la haki. Wapangeni waandike komenti za kila aina. Yeyote unayeongoza hiki kikundi unajichosha tu, mtachoka tu, watachoka tu. Na neno la Mungu, neno la haki, neno la vilio litasimama. Yupo huyo kijana aitwa Gerson Msigwa anaongea akionyesha ameshakuwa shetani kamili, akipongeza na kusifu namna mbalimbali. Katika hali yoyote, naamini na nyie munaona sisi tunaolia, mmesema tunaitakia, tunaionea wivu, tunaonea wivu nchi, tunachochewa na watu wa nje, tunachochewa. Sio tunachochewa na mabaya mliotufanyia, tunachochewa na watu wa nje. Wanataka wachukue vitu vyenyewe mnajua kabisa mnaonufaika navyo ninyi yetu. Kiukweli mimi sioni maana ya wewe kuishi kabisa. Sioni kama kuna kitu kitapungua wewe usipokuwa hai, ila sio mimi nitakayenyosha mkono juu yako. Lakini unaweza ukatubu ukaja kuwa na thamani kwenye maisha yangu na maisha ya watu wengine. Jibu ni ndio.
Moja ya toba ni lazima ujiuzuru. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda kitambo. Danieli alipotaka kupewa cheo na Belshaza alikataa, kwa sababu aliona ni cheo cha makufuru. Belshaza ameshafanya makufuru mengi, ingawa hakufikia kufuru za kuua watu wasio na hatia. Wewe kunufaika na ajira na cheo ambacho waajiri wako hapo kwa damu zisizo na hatia. Baadhi zingine mnasema sijui walienda kufanya maandamano, walifanya fujo, lakini wakati mnajua wengi walifuatwa majumbani wakauawa. Sisi watoto wetu wameuawa, hawakuharibu miundombinu yoyote. Kosa la wazazi tulikuwa nasema usilopenda kumtendea mwingine, usilopenda mwingine akutendee, usimtendee mwingine. Ikiwa unataka kujisafisha, unatakiwa kujiuzuru nafasi hiyo ulionayo. Cha pili, uwe waziwazi upande wa wanaolia. Unaweza? Najua unasema huwezi. Najua hapo ndipo unapofika mara kujiona mimi ni shetani kamili. Kuna watu wanasema hapana, sio shetani, tunapenda kufanya hivyo, ila tunaogopa watoto. Shetani hata yeye hapendi kufanya mabaya, anaogopa heshima aliyonayo sijikapotea. Kwa naye shetani yuko hivyo ulivyo. Waangalia, kuna mwanadamu yoyote anayependa mabaya anayofanya. Ndio maana mlevi akilewa ukamwita we mlevi, anachukia. Malaya akiwa kazini anafanya umalaya, ukimwita we malaya, anachukia. Mwizi akiwa naibu ukamwita we mwizi, anachukia. Tafsiri yake hakuna anayefanya baya anapenda, lakini moja kwa moja hao ndio wanaotafsiri shetani alivyo. Kwa hiyo na wewe naamini hupendi kuwa kwenye ajira, kuwa kwenye cheo, kuwa kwenye chama cha CCM ambako tayari karibia 100% wote. Na kwa mimi binafsi, kila anayevaa nguo ya kijani namuona shetani. Lakini watu wa vyombo karibia wote, hata kama mtu anacheka na wewe, wengi nadhani tunakuona ni shetani. Sababu njia pekee ilikuwa ile ambayo alichukua Musa. Hujawa shetani hivyo, hujachelewa. Unaweza ukatafuta namna, siku ukifariki, msiba wako ukatangazwa na ukapambwa na comment, video na maneno ya namna ulivyokuwa muhimu. Wanaolia kabisa si wavaa suti. Wavaa suti mara nyingi wanakuja na miwani, wanalilia humu kwenye miwani. Wanaolia ni wale ambao hawakuwa na cha kukulipa. Wavaa suti na nguo nyeusi na wanapendeza na viatu vimeng'aa, wanaonyesha kwamba huna unalotudai. Tulikulipa fursa, posho na kukuacha kwenye maeneo kadha wa kadha uliodhulumu watu na kuonea watu. Watu wanaopamba msiba ukaonekane msiba ni wale ambao hawakuwa na cha kukulipa. Tengeneza msiba wako wa kesho. Utakufa wewe na unapenda, umesema vizuri.